Mheshimiwa wabunge mliopo nasi, Mheshimiwa Mama Ana Mkapa, mama yetu, nimefurahi kukuona, bado upo kwenye viwanja, hongera sana. Mwenyekiti wa mfuko wa fursa sawa kwa wanawake wote, tunakushukuru sana mama. Mheshimiwa Albert John Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, nawaona wakuu wa mikoa wengine mliopo nasi hapa, karibuni sana, asanteni sana. Ndugu makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, kiongozwa na Katibu Mkuu Waziri Salum, lakini pia nitambue uwepo wa ndugu Antonio Crispos, Secretary of State for Trade wa Mozambique. Waheshimiwa mabalozi na wakilishi wa taasisi za kimataifa mliopo nasi hapa, lakini nimeona mabalozi wa Tanzania katika nchi za nje waliokuja na wafanyabiashara kutoka huko kwenye nchi waliko. Asanteni sana, karibuni sana. Wawakilishi wa vyombo vya ulinzi na usalama mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wa bodi ya TanTrade Dr. Latifa Mohamed, mkurugenzi mkuu Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania, pamoja na viongozi wote wa TanTrade mliopo hapa, waheshimiwa viongozi wa serikali, sekta binafsi na taasisi mbalimbali mliopo, washiriki wote wa maonyesho haya toka ndani na nje ya nchi, waheshimiwa viongozi wetu wa dini mliopo nasi, ndugu wanahabari, vikundi vya sanaa na burudani, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Waheshimiwa, baada ya shukrani nyingi kwa Mungu, nitumie fursa hii kumshukuru kwa niaba ya serikali, wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mimi mwenyewe. Nimshukuru sana Rais Daniel Francis Chapo, Rais wa Msumbiji, kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa nasi hapa, na tunamkaribisha sana katika maonyesho haya ya biashara katika viwanja hivi vya Sabasaba. Kwa dhati ya mioyo yetu niungane na Mheshimiwa Waziri wa Biashara, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kukubali mwaliko wetu. Uwepo wako leo ni heshima kubwa, kwa sababu mwaka huu maonyesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam yanatimiza miaka 50 tangu kuanzishwa kwake. Ushiriki wako kama mgeni rasmi unadhihirisha kuimarika kwa udugu, ujirani na urafiki wa kweli kati ya Tanzania na Msumbiji. Asanteni sana na karibuni tena Tanzania. Ndugu viongozi, washiriki na Watanzania wenzangu, Mheshimiwa Rais Chapo si mgeni sana hapa nchini. Ameitembelea nchi yetu kwa nyakati tofauti. Hii ni mara yake ya 3. Alitutembelea wakati ameteuliwa na chama chake kugombea urais. Nchi ya kwanza aliyoipa heshima kwenda na kutaka radhi ilikuwa Tanzania, kuja kuomba radhi na baraka zetu. Lakini alitembea mara tu baada ya kuwa rais. Alikuja kwa ziara yake rasmi ya serikali hapa Tanzania, na hii ni mara yake ya 3. Tunamshukuru sana. Yeye anasema Tanzania ni Msumbiji na Msumbiji ni Tanzania, na kwamba Tanzania ni nyumbani kwake. Kwa hiyo tunamshukuru kwa moyo huo. Vile vile kuwepo kwake hapa katika shughuli hii unaongeza ukurasa mwingine wa historia ya uhusiano wetu ulioanza toka wakati wa harakati za ukombozi. Aidha, ni jambo la fahari kwamba maonyesho haya yamepata tena heshima kufunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Msumbiji baada ya watangulizi wa Rais Chapo kufanya hivyo katika miaka mbalimbali. Mwaka 1999 Rais Joaquim Chissano alifungua maonyesho haya, na kama mtakumbuka na kwenye mapicha inaonekana, mwaka juzi 2024 Mheshimiwa Rais Filipe Jacinto Nyusi akiwa anamaliza muda wake alikuja Tanzania kwa ziara rasmi, lakini pia kufungua maonyesho haya. Leo hii Mheshimiwa Rais Chapo anaendeleza heshima hiyo kama alama muhimu ya kuimarisha udugu na ushirikiano
wa kimkakati katika diplomasia, biashara na uwekezaji. Kama nilivyotangulia kusema, uhusiano wa Tanzania na Msumbiji ni wa muda mrefu na umejengwa juu ya misingi ya historia ya ukombozi, ujirani mwema na mshikamano wa Afrika iliyowekwa na waasisi wa mataifa yetu, baba wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hayati Edward Mondlane na baadaye hayati Samora Machel. Kwetu sisi tuliopo leo, wajibu wetu ni kuidumisha historia hiyo na kuhakikisha haiishii kwenye kumbukumbu pekee, bali inatafsiriwa katika kukuza uzalishaji, biashara, uwekezaji, viwanda, ajira, usafirishaji na kuimarisha ustawi wa watu wetu. Mheshimiwa Rais, ndugu viongozi, washiriki na wananchi wenzangu, katika kipindi cha miaka 50 maonesho haya yamekuwa daraja muhimu la kuwaunganisha wazalishaji na wanunuzi, wafanyabiashara na masoko, wawekezaji na fursa za biashara, pamoja na kuunganisha Tanzania na dunia. Kwa wananchi wa Tanzania, maonesho haya ni sehemu ya maisha yetu. Wapo walioanza na biashara ndogo, kupitia maonyesho haya leo wamekuwa wafanyabiashara wakubwa. Wapo wakulima, wajasiriamali na wabunifu ambao kupitia maonesho haya wamepata masoko, maarifa, mitaji na washirika wa kuendeleza biashara na shughuli zao kwa ujumla. Lakini tupo tulioanza kama maafisa wa kawaida, tukawa majaji, tukawa wasimamizi wa mabanda ya biashara, na leo niko hapa naongea nanyi. Lakini nimefurahi kuona wale waonyeshaji au washiriki wa maonyesho ambao toka mimi ni ofisa wapo kwenye viwanja hivi mpaka leo, akiwemo Mama Ana Mkapa. Alitulea kwenye mabanda yake, tumekuwa na leo tuko hapa. Mama, asante sana. Tunapoadhimisha miaka 50 ya maonyesho haya ya biashara kimataifa, hatusherekei tu maonyesho, bali tunasherekea juhudi za wafanyabiashara na wajasiriamali wetu, ubunifu wa sekta binafsi, mchango wa viwanda vyetu na nafasi ya Tanzania katika biashara ya kikanda na kimataifa inayochochea ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Nimefurahi kuona mwaka huu maonesho haya yameendelea kuvutia washiriki wengi kutoka ndani na nje ya nchi. Nimekutana na jamaa zangu wa Kiomani pale, wanasema kampuni 25 nadhani zimekuja mwaka huu, lakini Indonesia na wenyewe wameongeza uwakilishi na kama mlivyoona wameshinda kwenye maonyesho haya. Hii inatupa picha kwa maonyesho haya ni jukwaa muhimu la biashara na pia ni ishara kuwa Tanzania inaendelea kuaminika kama kituo kikuu cha uwekezaji na biashara na lango la kufikia masoko katika ukanda wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, bara la Afrika na duniani kote. Na hii inadhihirishwa na ndugu zetu kutoka China, akina Keti. Wao ni coordinator wa maonyesho haya kule China, lakini wana biashara kubwa ya logistics, wamejenga pale Ubungo, ambayo inafanya biashara zivuke kwenda kote duniani. Kwa hiyo maonyesho haya yamekuza biashara Tanzania. Hapa nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi na watumishi wa Wizara ya Viwanda, Biashara, sekta binafsi, wadhamini, washiriki na wadau wote wa sekta waliopo na waliopita. Na kwa maana hiyo nijipongeze mimi na marais wenzangu waliopita kwa kazi nzuri iliyofanikisha kuanzishwa na kuendelezwa kwa maonesho haya, na kwa waliopo nawapongeza sana kwa maendeleo mazuri na ushiriki mkubwa katika maonyesho haya ya 50. Nawapongeza kwa maboresho makubwa yaliyofanyika ya miundombinu, teknolojia na uendeshaji katika eneo hili. Kila tukija tunaona mabadiliko katika uendeshaji wa maonyesho haya.
Aidha, nitoe rai kwenu kuwa wabunifu zaidi ili tuyakuze maonyesho haya katika viwango na hatua kubwa zaidi za kimataifa. Mheshimiwa Rais Chapo, wewe ndiye msemaji mkuu katika shughuli hii. Kwa mara nyingine tena na kushukuru kwa kukubali mwaliko wetu na kuja kuungana nasi katika siku hii muhimu. Kwa maana hiyo, sasa ninayo heshima na furaha kubwa kukaribisha ndugu yangu, rafiki yetu, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, ili uzungumze na hadhara hii na hatimaye ufungue rasmi maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa hapa Dar es Salaam. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, karibu na asanteni sana kwa kunisikiliza. Omdi Brigado.